zangu katika imani, maisha haya ya dunia ni maisha ya muda mfupi. Maisha haya ya dunia yasikudanganye. Maisha ya dunia ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Isije ukafanya kwamba dunia hii ndio ushafika. Na ndio maana katika misingi ya imani ya Kiislamu, imani ya Kiislamu imejengwa katika misingi sita. Arkanu imani sita. Nguzo za imani ziko sita. Katika sehemu sita za imani kuna al-iman bil-yawm al-akhir, kuamini siku ya mwisho. Kuamini siku ya mwisho maana yake ni kuamini kwamba baada ya maisha haya ya dunia kuna maisha mengine yanakuja, ndio maisha ya barzakh, ambayo ni maisha ya kaburi. Kisha kuna maisha baada ya maisha ya kaburi. Ikiwa mtu atakuwa ni mwenye kufahamu na mwenye kuamini vizuri imani hii au nguzo hii ya tano katika nguzo ya imani, itasaidia katika kurekebisha mwenendo wake wa maisha ya dunia. Watu wengi wanafanya mambo mabaya, wanafanya mambo maovu, wanaishi kijamaa, wanaishi kiadui. Moja katika sababu kubwa ni udhaifu wa kuamini siku ya kufufuliwa. Ikiwa wewe unaamini kuna siku utasimamishwa mbele ya Mola wako, ukaelezwa na ukaulizwa yale ambayo wewe unayafanya katika maisha ya dunia, maisha uliyoishi miaka 30, miaka 40, miaka 50, yote ambayo unayafanya kuanzia ulipozaliwa, utaulizwa mbele ya Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa mtu anajua hilo, itarekebisha mfumo wake wa maisha, na kila siku atakuwa anafanya tathmini ya mwenendo wa maisha yake ambayo anaishi. Ndugu zangu Waislamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala katika aya ya 281 ya sura Al-Baqara, ambayo aya hii ndio aya ya mwisho kumshukia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Qur'an. Aya hii kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ilipomshukia aliishi siku 9 kafariki. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, wattaqu yawman, iogopeni siku yenyewe ni kiyama, siku ya hisabu, yaumul jazaa, siku ya malipo. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, ambayo nyinyi mtarejeshwa kwa Mola wenu. Thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat, kisha kila nafsi italipwa kwa yale aliyoyachuma katika maisha ya dunia. Wa hum la yuzlamun, na wao hawatadhulumiwa. Kila ambayo umeyafanya tokeo ndio baadaye. Wewe unaweza kusahau, na leo ndio Qur'an inasema ukimwona mtu hataki kuswali, ukimwona mtu hataki kuacha zinaa, hataki kuacha riba, hataki kuacha kamari, amezama katika anasa za dunia, ni kwa sababu ya udhaifu ya kuamini siku ya kufufuliwa. Ndugu zangu Waislamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala anatukumbusha katika aya mbalimbali sisi kuzihesabu nafsi zetu, kuangalia maisha unayoishi, mwenendo wako unaoishi. Leo ikitokea Allah Subhanahu wa Ta'ala kuchukua nini, utapenda kumwambia Mola wako Subhanahu wa Ta'ala? Yaani kila mtu atakayofanya tathmini ya maisha yake. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah inna Allaha khabirun bima ta'malun. Enyi mlioamini, mcheni Allah. Wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad, na kila nafsi itazame ni kitu gani kitatanguliza kwa ajili ya kesho. Kesho hapo ni itifaki na maji muslimin wa mufassirin ila kusikia kiyama. Yaani wewe uangalie kwamba baada ya kufariki waenda kukutana na Mola wako katika hali gani, na kiyama kwa mujibu wa ulama ni itikadi au kwa mujibu wa dalili ya sheria. Kiyama kiko katika namna mbili. Kuna kiyama kikubwa wa kiyama sughra. Kuna kiyama kikubwa na kiyama kidogo. Kila mtu anapofariki anakuwa ameingia katika kiyama kidogo, na hapa ndipo watu wote wanakaa mpaka ile siku ya kufufuliwa. Qala Allah Ta'ala, wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun, na watu wote ambao wako katika maisha ya barzakh
riwaya nyingine ilikuja wa Aisha babi ataulizwa mtu kuhusiana na ujana wake, fima la ujana wake aliotumia katika nini. Leo kuna watu vijana wanaona kufuata dini mshamba, kufuata dini ni kwenda na wakati. Wewe ukiwa ni kijana lazima uende geto, ukiwa ni kijana lazima unywe pombe, ikiwa ni kijana lazima ucheze kamari, ikiwa ni kijana lazima uende kufanya zina, ikawa ndio maisha ya vijana, maisha ya kupatia raha. Hiyo ni muhimu ya Allah. Umri uliopewa ni amana. Allah subhanahu wa ta'ala amekuleta katika maisha ya dunia kwa sababu ya ibada. Angalia wewe ndugu yangu Muislamu, muda wako mwingi unatumia ukiwa wapi? Leo watu imefika mahali Muislamu hata umkute kwa kamba, wewe bwana hujui kusoma sura al-Fatiha, hujui kusoma, kama ufundishe. Muda huo hana, akimbia kwenye mpira, anaweza kukaa katika television masaa mawili masaa matatu, kukaa nusu saa kusikiliza kusoma dini yake ndio. Sasa mtu kama huyu unamfikiria, yaani mtu kama huyu amedondoka, amekufa, ataenda kumwambia Mola wake subhanahu. Leo maisha yote kwa mtu yuko tayari msikitini akimbia aswali nyumbani, muda wa mpira, wale mawakala wa mashaitani wanapanga tarehe za swala, yaani zile tarehe ambazo wanaswali ndio tarehe za mpira. Ni nani Muislamu ambaye aseme mimi nikaswali jamaa mpira ndio ni nani? Ila qalil ni machache katika Uislamu. Sasa ukiona wewe ndio mtindo wako ndio huo, yale masaa ambayo unayamaliza katika mpira, yale ni sehemu ya umri wako, usisahau. Unapoona Mungu anakusogea ndipo unarudia kaburi lako. Leo kuna watu washerekea birthday, asema ni siku ya kuzaliwa. Kama ingekuwa mtu anafahamu, ingekuwa yeye kile kisogea ule mwaka aliozaliwa, anafanya evaluation, anafanya tathmini yale aliyofanya katika miaka 30. Leo kuna mtu mpaka leo anazungumza miaka 40 kusimamisha sura ya Fatiha. Unaswali kitu gani? Yaani wewe hiyo swala ni aina gani? Kusoma sura ya Fatiha hujui. Ili unakusidia siku hiyo. Ikiwa mtu anataka kufanya biashara, atafuta mtaalamu, atafuta chuo cha biashara. Akitaka kuendesha gari, atafuta chuo kizuri kijuzi na kuendesha gari. Lakini inapokuja swala la dini, nachukulia kawaida. Ayuha almu'minuna ibadallah. Umri wako huo utakuja kuulizwa taimu ulikuwa unatumia. Aswali thani, swali la pili ambalo utaulizwa, wa ilmi, kuhusiana na ilmu, madha amila bihi, ilmu yake ameitumia katika nini? Ilmu hapa si mashehe, usio kujitoa, mimi sikusoma, kwa hiyo sisi kuna mashehe, kwa mashehe
tuingie katika